Asante. Mimi kwa majina naitwa Shabani Tutu, ni mwenyekiti wa chama cha ADC Taifa. Awali ya yote, ndugu zangu waandishi wa habari, leo nimeona nizungumze nanyi kwa tukio ambalo limetokea Tanga, ambalo kiupande wetu na hasa upande wa mimi kama mwenyekiti wa chama cha ADC naona kama ni tukio la kutwezwa. Matukio haya ya kutwezwa ya wananchi kwa wanafanyia vitu vibaya na si viongozi tuna watu kaa kimya, sio matukio mazuri. Tarehe 3 mwezi wa kwanza mwaka 2025 mwaka huu, na tukio liliripotiwa na kituo cha Jambo kutoka kule Tanga. Tukio hilo lilikuwa ni la malalamiko ya wananchi ambao walikuwa wamepanga kwenda kumwona waziri mkuu baada ya kuwa wamevunjiwa nyumba zao na kuchomwa moto kwa amri ya mkuu wa mkoa. Sasa tangu wakati huo wananchi hao wakiwa kwenye malalamiko hayo hadi leo hakuna msaada wowote wameupata. Lakini tena nimeona jana Jambo tena wametoa kwa mara nyingine tukio hilo ambalo wananchi bado hawajapata msaada, na wananchi wale wanalala nje hadi sasa, hawana maeneo ya kujihifadhi. Kitendo cha kuwaacha wananchi 2600 wanahangaika kwa sababu tu wanaambiwa walikwenda kujenga eneo la hifadhi, na hiyo hifadhi sio ya nchi nyingine, ni hifadhi ya nchi hii, si kitendo cha ungwana. Na kibaya zaidi kabisa ni pale ambapo mkuu wa mkoa alitoa amri ya maaskari, na waliokuwa wengi zaidi wakilaumiwa ni maaskari wa vikosi vya usalama wa mkoani Tanga ambao walikwenda pale, tena kwa bahati mbaya walikwenda saa 2 usiku kufanya hiyo ambushi. Mimi naweza nikasema ni ambushi kwa sababu walikwenda usiku. Kama ni tukio ambalo lilikuwa ni tukio la kawaida, basi wangeenda hata mchana wakazungumza vizuri na wananchi na wakakubaliana kwamba ni kwa namna gani wanaweza wakatoka kwenye hizo hifadhi ili waweze kupisha mambo mengi na endelee kama ambavyo serikali ilikuwa inadhani. Lakini kitendo cha kwenda usiku kwanza ni kitu kama vita, na ndio maana unaona wananchi wengi walikimbia na wanalalamika watoto wamepotea na wazee wamepotea. Sasa kitendo hiki cha watu kupotea, kitendo cha watu kuvunjiwa nyumba zao ambapo wamezaliwa pale, wamekulia pale mpaka wanazeekea pale, si kitendo cha ungwana. Kwa hiyo mimi nimeona nijitokeze nimuombe Mheshimiwa Rais kuchukua hatua dhidi ya tukio lililotokea eneo la Bondo wilayani Kilindi mkoa wa Tanga, ili wananchi wale waweze kusaidiwa. Na maombi yangu ni nini kwa Mheshimiwa Rais? Kwanza, ombi la kwanza ni kuwasaidia msaada wa hifadhi wale wananchi ambao wamevunjiwa nyumba zao na sasa hawana pa kukaa. Lakini ombi la pili ninalomuomba Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha wale watu wanapata huduma, kwa sababu hata sasa nguo zao zilichomwa, vyakula vilichomwa na mashamba yao yamechomwa. Hata wakitaka kurudi kule shambani kwao wanazuiliwa, na ambapo walishalima mahindi na mazao mengine ambapo wangeweza kuvuna yakaweza kuwasaidia kwenye chakula. Sasa mambo haya hatuwezi kuyanyamazia. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ningemuomba sasa achukue hatua za haraka kwanza za msaada. Lakini hatua ya pili, nilikuwa namuomba Mheshimiwa Rais kuchukua hatua kali dhidi ya mkuu wa mkoa wa Tanga kwa kitendo alichokifanya cha kwenda kufanya ambush usiku hadi watu wamepotea. Na kama unavyoangalia wananchi wanalalamika, watoto waliopotea ni sasa hawajaonekana, kuna wazee wengine hawaonekani, pamoja na kwamba yako malalamiko mengine, kuna ubakaji ulitokea katika tukio hilo. Sasa hatuwezi kunyamaza kama kuna matukio makubwa yametokea dhidi ya wananchi na sisi ndio viongozi wa hii nchi tukanyamaza. Kwa jambo la msingi tunamwomba Mheshimiwa Rais pia achukue hatua kali dhidi ya mkuu wa mkoa wa Tanga ili na wengine waweze kujifunza, kwa sababu ninachokiamini mimi, kujenga kwenye hifadhi hata kama ni makosa, lakini hakuna sheria inasema mwananchi aende akachomewe nyumba. Hakuna sheria inasema mwananchi aende akabomolewa nyumba yake. Nyumba zinaweza zikabomolewa kwa idhini ya mahakama, lakini tunaona hakuna mahala mahakama ilimruhusu mkuu wa mkoa kwenda kufanya ambushi hiyo na vyombo vya ulinzi na usalama, na hadi kutokea matukio yanayolalamikiwa na wananchi, matukio ya ubakaji na matukio ya watoto kupotea na matukio mengine mabaya kabisa. Wako wakina mama waliokimbia wamekwenda kujifungulia vichakani na wamepoteza watoto wao ambao walikuwa wanakwenda kujifungua kwa sababu walikuwa wanakimbizana na hizo harakati. Inawezekana uchungu ulimshika mama huyo wakati akiwa anakimbia, lakini yuko mama ambaye alikuwa na kitoto chake kichanga ambacho wanasema kilikuwa takriban kina kama wiki 2 au wiki 3, na chenyewe kimefariki baada ya kuwa kwenye mazingira magumu ya baridi. Kwa hiyo kipeleka hospitalini ikashindikana. Kwa hiyo hatua hizi zote tunataka Mheshimiwa Rais azichukue dhidi ya serikali ya mkoa wa Tanga, na hasa dhidi ya mkuu wa mkoa wa Tanga na maaskari wote waliofanya vitendo vya kuwatweza wananchi pasipo kuangalia hata utu wa wale wananchi. Lakini jambo lingine ni kwamba sisi kama chama cha ADC tutasimama na hawa wananchi, na nimesema kama mwenyekiti
ndani ya siku 2 nitakwenda Tanga kwa ajili ya kwenda kuangalia hali ya wale wananchi, lakini pia kama Mheshimiwa Rais atashindwa kuchukua hatua, basi sisi chama cha ADC tutachukua hatua ya kushtaki serikali ya mkoa wa Tanga na hasa mkuu wa mkoa kama yeye peke yake ambaye alitoa amri hiyo ya kwenda wananchi kufanyia vitendo vile vya kikatili pasipo kuangalia utu wa hao wananchi na ni Watanzania wenzake. Lakini jambo la mwisho kabisa nalopenda kuchukua fursa hii, nipende kuwapongeza Jambo Online TV ambao wamekuwa wakiripoti matukio makubwa hapa nchini bila kuogopa, kwa sababu wao ni chombo cha habari na kazi yao ni kuibua mambo mazito yanayojitokeza kwenye hii nchi. Lakini pia ningeviasa na vyombo vingine vya habari vianze kufanya kazi hizi za kiuchunguzi ili kuhakikisha mambo makubwa yanayotokea kwenye hii nchi yanaweza kuwafikia watu kwa haraka na ili watu waweze kupata sauti zao, ili watu waweze kupata msaada. Kwa Jambo TV niwape 5 kwa sababu mnafanya kazi kubwa sana, na mimi kama mwenyekiti wa chama cha ADC nasema nitashirikiana sana na nyinyi kwa sababu ni chombo ambacho kinatenda haki kwa wananchi. Ijapokuwa ninajua mnapokuwa mnatoa hizi habari kuna wakati mtapata misukosuko, msiogope. Misukosuko ni vitu vya kawaida sana kwenye hizi tasnia za habari, kwa sababu upande wa serikali mara nyingi na hasa hawa viongozi wanaowekwa na Mheshimiwa Rais kumsaidia huwa hawapendi ukweli wanapoona wamekosea. Lakini cha msingi kabisa, Jambo mko vizuri, hongereni sana.